hakuna binadamu mkamilifu. Kila mwanamke anatafuta mwanaume mkamilifu na kila mwanaume anataka mwanamke mkamilifu. Mkamilifu ni yule mtu ambaye hakuuzi, hakukosei, hakufokei, hana kuheshimu, hana kupenda, hana kujali, hakudanganyi, hakusaliti na hajatokea. Na sio tu hajatokea, hatotokea. Kwa sababu tunaambiwa haiba ya mwanadamu ni mapungufu. Hakuna mwanadamu aliyekamilika. Kwa kukosea ni sehemu ya kudhihirisha ubinadamu wetu. Kwa kama bado utabakia na mawazo ya kwamba unasubiria ipo siku atatokea mwanaume mwaminifu kwangu, atatokea mwanaume hatakosea, hatanipenda, atakuwa na hizi sifa nilizoorodhesha hapa, hatakupenda, hatakujali, hatakudanganya, hatakusaliti, yani utamsubiri mpaka milele, hatakuja kutokea. Kwa ni kama tu kusubiria embe chini ya mwarobaini. Sasa nini nataka ujifunze katika ile eneo? Kwamba wanadamu wote wanakosea. Unachotakiwa kufanya ni kukubali kwamba mwanadamu kaumbiwa makosa na kuna mitihani mingine mtu anaweza akaishinda na mingine akaishindwa. Utakapokubali katika namna hiyo, maana yake haya makosa anayoyafanya mwenzako utayachukulia katika namna ya ubinadamu na sio personal. Kuna wakati mtu anapokosea wewe unachukulia kama kakosea kwa sababu yako yani wewe unioni mimi mpaka unakosea. Wewe hujui kama upo na mimi katika mahusiano mpaka unakosea. Kwa utaanza kutafasiri makosa katika namna ya ubinafsi wa kwamba kayafanya kwa sababu yako. Kwa nini kafanya wakati wewe upo? No, watu wanakosea tu katika namna yote. Watu wanamkosea hadi Mwenyezi Mungu. Wakati mwingine watu wanakosa maarifa tu ya kuelewa mwanamke anatakiwa aheshimiwe kwa namna gani. Wanakosa maarifa ya kwa namna gani wanaweza wakazishinda changamoto. Kwa hiyo kwa pamoja mnaweza mkasaidiana kupeana maarifa na namna kadha wa kadha kwa namna gani mnaweza mkavuka vikwazo ama mkazishinda changamoto na mitihani. Kuna mtu anakupenda kweli kweli, lakini aache kutembea na wanawake wengine nje. Aache umalaya. Aache tamaa za fedha, si mwanaume fulani kamchukua mara kaenda kuongwa huku mara unajikuta kuna vitabia haviachi tu. Lakini anakupenda. Na kiukweli anakupenda wewe, lakini tabia zake mbaya haziachi. Sasa unakuta mtu ana matatizo madogo tu ambayo kama kwa pamoja mtashirikiana na kuangalia kwa namna gani mnatatua, anabadilika. Watu wanabadilika my friends. Kuna watu tulikuwa tunawajua ni malaya kupindukia. Leo hii wale waliokuwa wastaarabu ndio malaya kupindukia, wale tulioita malaya sasa hivi ndio wastaarabu kupindukia. Kwa people change. Lakini kwa namna gani atabadilika? Akipewa nafasi na akipewa baadhi ya elimu. Kwa hiyo naye ni kweli anaweza kana changamoto nyingi sana, ana mapungufu, hiyo ni sehemu ya binadamu na anaweza kabadilika. Jitahidi kumbadilisha kabla haujakata tamaa. Hiyo ni siri ya kwanza. Maana watu wengi wamekuwa wakikosewa tu